فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika darasa ya tafsiri ya Qur'ani, wakati tunaishi katika sura Al-Infitar na tuko katika al-maana al-idahi katika sehemu ya mwisho ya sura hii. Inshallah tutaondokea katika aya nambari 13. Mwenyezi Mungu anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Hakika watu wema, hii ni hakika sio kuwa na shaka. Muumbaji mwenye uwezo, anaojua kila kitu, anatoa ahadi ya kwamba watakaofanya mema watakuwa katika neema kubwa. Lafi na'im, neema ambazo hawajazikadiria katika akili zao, wala kuwaza kwenye nyoyo zao, wala kuona macho yao, wala kusikia habari yoyote ile. Lakini wa innal fujara, na hakika watu waovu, lafi jahim, watakuwa katika jahannam, moto wakao kwa nguvu. Yaslaunaha, wataingia jahannamu hiyo, yaumaddin, siku hiyo iliyowekwa ya upambanuzi, yani siku ya malipo. Ay wa inna ahla thawabi wa humul abraru, hakika watu walioandikiwa thawabu nao ni watu wema. Thawabu hawezi kuandikiwa mtu ambaye hakufanya wema. Al-abraru, watu wema. Watu wema ni wale ambao wametekeleza maamuru ya Mola wao, wakajiepusha na makatazo ya Mola wao. Hawa wanakuwa ni ahlu thawabi, watu wenye kuandikiwa malipo mazuri, kitu kiitwacho thawabu. Wa humul abraru, nao ni watu wema. Yakununa fi dari naimi, watakuwa katika nyumba au mji wenye neema, usiokuwa na maudhi, usiokuwa na kasoro, watakuwa katika neema. Wa inna ahla al-iqabi, na hakika watu wa mateso watakaoandikiwa madhambi, ahlul iqabi. Wa humul fujjar, nao ni watu waovu. Yakununa fi daril jahim, wao watakuwa katika nyumba ya jahannam. Imeitwa hapa darul jahim kwa sababu katika aya nyingine imetajwa lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Wao katika jahannam watakuwa na matandiko ya kulalia ni moto, wa min fawqihim, na juu yao ghawash. Jahannam hiyo hiyo itakuwa ndio nguo ya kujifunikia, kalalia moto na kajifunika moto. Wakadhalika najzi dhalimin, na hivi ndivyo tunavyowalipa madhalim au almujrimin, hivi ndivyo tunavyowalipa wakosefu wa adabu waovu. Darul jahim, nyumba ya jahannam, darul adhabi alalim, ni nyumba yenye adhabu yenye kuumiza. Yukasuna ahwalaha, lazima watapata hisia za vishindo vyake na vitisho vyake na maumivu yake. Tukataja katika darasa iliyopita hadithi ya bwana Nu'man bin Bashir, kiasi cha kujua tu vipi mtu atahisi hizo adhabu na uchungu wa jahannam, mbali ya mifano iliyoko duniani kwa kitu kiitwacho moto. Mifano iliyo wazi kabisa, kila mmoja anajua moto ni kitu gani. Moto huo ikiwa ni jikoni, kuni za miti zinawaka, unajulikana moto huo ni moto gani. Moto huo hata kama utakuwa ni taa ndogo ya kibatari au mshumaa, pia mtu anajua kwamba ni kitu gani hicho na maumivu yake yakoje ukimgusa. Na moto huo watu wanaojua duniani wametumia moto huu wa umeme, wanaijua electric shock namna gani inavyompa tabu mwanadamu ikimgusa na mauti yake yakafanyika pale pale. Basi jahannam ni kuliko electric shock,
jahannam ni kuliko moto wa kibatari, jahannam ni kuliko moto aina yoyote ile. Tukataja hadithi ya Nu'man bin Bashir, anataja mtu wa chini kabisa atakayekuwa na adhabu motoni, adhabu ya chini ya mwisho. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bwana Nu'man bin Bashir anasema nimemsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu yakul, akisema inna ahwana ahli an-nari adhaban, hakika watu watakaokuwa na adhabu dhalili, adhabu ndogo kabisa watu wa motoni يوم القيامة, siku ya kiyama, la rajul, wallahi ni mtu, yudha'u, patakayewekwa, fi akhmasi qadamaihi, katika mvungu wa nyayo zake. Akhmasi qadamaihi, binadamu anakuwa na mvungu. Kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia miguu yao ina mvungu, huwa haikanyagi chini, mvungu ule unakuwa ugusi ardhi. Basi pale penye mvungu pale pana mishipa maalum pale kwenye nyayo ambayo inaungana mishipa ile na kwenye mwili wake mzima. Mambo ya ajabu kabisa. Mishipa hiyo hata kama utazidi uzito katika kiwiliwili huko, basi mishipa ile hupeleka habari mpaka visigino vikawa vinauma. Wenyewe madaktari wanakuambia tu visigino vinauma, hivyo body yako ishakuwa na uzito mkubwa. Ushapima weight yako wewe lazima unapindukia kilogramu 90 na zaidi. Na hapo sasa uko katika hatari, waweza kupata na maradhi ya ghafla yoyote yale, kama sukari au pressure au chochote kingine, hata kufikia naudhu billahi min dhalika mambo ya stroke. Itabidi weight hiyo ipunguze. Hii ni mishipa maalum inakuwa imekaa pale nyayoni pale, hususan pale kwenye mvungu wa nyayo. Mishipa hii moja kwa moja inaungana na bodi nzima ya mwili mpaka kichwani, mpaka kwenye akili. Basi patawekwa kwenye akhmasi qadamaihi, kwenye mivungu ya nyayo zake mbili, mguu wa kulia na mguu wa kushoto. Nini kitawekwa? Jamratani, makaa ya mawe. Makaa ya mawe haya ya moto wa jahannam, kuliko electric shock yoyote, ni kuliko kuwekewa spaki za umeme. Manake akikanyaga lazima atikisike mwili mzima hivi, yule moto namna gani kumcheza. Anasema Mtume, yakhli minhuma, zitatokota kutokana na makaa ya moto yale, dimahuhu, chango zake ndani ya tumbo zitafanya kutokota, kama namna unavyosikia kitu kichemka kimetokota hivi, kinababaja katika sufuria, hivyo ndivyo chango zitakazozalia. Na yeye mwenyewe aliyewekewa makaa hayo, ma yara, haoni kabisa, anna ahadan, kwamba kuna mtu yoyote ashaddu minhu adhaban, kwamba anamzidi mno yeye katika adhabu. Anaona kwamba yeye ndiye aliyepewa adhabu kubwa zaidi kuliko watu wote walio motoni. Na kumbe wa innahu la ahwanuhum adhaban, yeye ndiye aliyekuwa wa chini zaidi katika watu wa jahannam kwa adhabu, kutokana na amali zake alizofanya. Madhambi si sawa sawa na adhabu katika moto haitakuwa sawa sawa. Innal munafiqina fi darki al-asfali minan nari, wanafiki tabaka yao ni kuishi katika tabaka za chini na watu wengine juu juu kidogo. Na peponi vile vile hakutakuwa na daraja sawa sawa. Kuna watu wengine katika Firdausi, kuna watu wengine katika pepo nyingine, lakini hiyo pepo ya mwisho kabisa ndio ya chini kabisa, basi ni kuliko dunia nzima mara 10 au mara milioni, raha zake na neema zake. Hadithi hii muttafaqun alayhi, imewafikiwa na maimamu wawili wa hadithi, Bukhari na Muslim. Hiyo ndio hali ya jahannam ilivyo. Basi Mwenyezi Mungu anasema innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim yaslawnaha yawma ad-din, wataingia moto huo siku ya malipo hiyo. Yukasunahu alaha, na watahisi, wataumia katika machungu yake. Hakuna kusema kwa potelea mbali na iwe itakavyokuwa. Hakuna kusema kwamba siku zenyewe zitakuwa chache, siku tutakaa siku 2-3. Hakuna kabisa. Lazima yukasuna min ahwaliha, watahisi na wataumia kutokana na uchungu wake. Kisha baada ya hiyo au baada ya hizo 3, thumma bayyana, kisha Mwenyezi Mungu akabainisha katika sura hii, anna hadha al-adhaba hatmun, adhabu hii ni kitu ambacho cha lazima, kimeamuliwa, kimehukumiwa. Kana ala rabbika hatman maqdiya, jambo hili limekuwa ni wajibu amejiwekea Mola wako, lazima alifanye. Ni hukumu iliyokwisha kuhukumiwa, hatman maqdiya, ni uamuzi ambao ushakatwa. La manjatun lahum, hakuna kuokoka kwa watu hao. Wasitegemee kwamba labda mtu ana wazee wake ambao ni mitume au ana wazee wake ni watu wema ama walii, kwamba watasimama mbele ya Mwenyezi Mungu kumtakia shufaa yeye wakasikilizwa. Hawezi kusikilizwa madhal huyo anatakiwa shufaa, hastahiki shufaa. La manjatun,
hakuna kuokoka, hakuna mbinu ya kufanywa kwamba mtu atatiba chimo na chini kwa chini atoboe ende katika mamlaka nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ampati huko. Wala hakuna kusema nao walinzi wa jahannam kwa kuwaregezea imani, kwa kuwaliwaza ukawafanya marafiki mkawa mnazungumza kama mambo yalivyo duniani, ikawa mlinzi wa gereza ndio yeye atakayekupatia bangi yako, ndio yeye atakayekupatia chochote kile, alimradi unapata favor maalumu hivi. Kuna baadhi ya wakati kazi hivi unapewa pumziki kidogo. Hakutokuwa na habari hii. Hawa walinzi Mwenyezi Mungu anasema sanad'u zabaniya, sisi tutawaita mazubani wetu, yani walinzi wa jahannam. Hawa mazabani hawa sifa yao kwenye Qur'ani au sifa zao zimetajwa namna kwa namna. Kuna pahala pengine Mwenyezi Mungu amesema wama ja'alna ashaban nari illa malaika, hatukuweka sisi walinzi wa motoni ila viumbe waliokuwa tofauti na binadamu kwenye nguvu zao, kwenye kila kitu chao, nao ni malaika. Wama ja'alna iddatahum, na wala hatukuijalia ile idadi yao ya kutaja 19 alaiha 19, hatukuifanya idadi ile kama ndio ya mwisho ndio tulionao ndio kama hatuna tengine tena. Wala hatukuitaja idadi ile kwamba watu wadharau waone kwamba mambo yenye 19 tu, kama alivyodharau Amr ibn Hisham ambaye bwana mtume alimuita Abu Jahl, baba la wajinga. Aliposikia idadi ya 19 akasema Makoreshi nyote hivyo ndo mtatuangusha, mtashindwa nyinyi katika wingi wenu kuwadhibiti 17 na mkaniachia wawili peke yangu. Mimi peke yangu nachukua wawili katika 19, wawili naachieni mimi, na hawa 17 mpambane nao nyinyi kwa wingi wenu na nguvu zenu. Mtashindwa hivyo? Wale wapumbavu nao akapiga mayowe pale, hatushindwi hivi tutawaweza na kama hiyo. Mwenyezi Mungu anasema hatujawafanya hawa isipokuwa ni malaika, na hatukuijalia idadi yao illa fitnatan lilladhina kafaru, isipokuwa iwe ni majaribio ya kutizama akili zao zitafanya kazi gani pale makafiri. Na kwa upande wa pili idadi hii ya malaika 19 liyastayqina alladhina utul kitaba, wapate kuyakinisha wale waliopewa kitabu, ikiwa ni Mayahudi au ni waumini wa Nabii Muhammad, wao watayakinisha habari hii kwamba malaika mmoja akitumia kidole tunatosha. Asitumie mkono mzima, atumie kidole afikiche tu hivi. Malaika Jibril ameonekana akikemea tu, faminhum man akhadhathu sayha, wako walioangamizwa katika dunia kwa ukelele wa Jibril, amekemea tu wacha, basi pale pale ardhi ikawa upside down. Faj'alna 'aliyaha safila, ardhi ikabebwa ikawa ni ukelele una nguvu kuliko chochote, ikaenda take juu ardhi ikabiruka na watu wakasaga chini. Jibril mmoja peke yake katumia sauti tu, hakutumia chochote kingine. Kwa hivyo waumini hapa watapata kuyakinisha, kuanzia wale kwa kitabu watapata kuyakinisha kwamba hizo nguvu ziko za kweli kweli, hakuna mchezo. 19 mmoja peke yake singewezekana. Liyastaqil alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imanan, na wapate kuzidi wale ambao wameamini imani zaidi, kujua kwamba huko kuna kazi ngumu. Wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun, na wala wasifanye shaka tena katika mambo ya Mwenyezi Mungu ya akhira, kuanzia wale kwa kitabu na waumini, lakini waliyakula alladhina fi qulubihim maradun wal kafirun, wapate kusema ambao nyoyoni mwao mna maradhi na makafiri, wao watabeza, watadharau, watafanya istihzai, wayakuluna madha arada Allahu, watasema kwamba nini amekusudia Mwenyezi Mungu bihadha mathala, kutupigia sisi mfano kama huu. 19 nini 19? Sisi ungekuwa malaki tungepigana nao. 19 katudharau sana sisi, basi tutapambana nao. Sanad'u zabaniya falyad'u nadiya, wakati huo yeye kama anajigamba ana watu wengi na awaite wanachama wake, na sisi tutawaita viumbe malaika. Basi hii kwa hakika Mwenyezi Mungu anabainisha anna hadha al-adhaba hatmun, adhabu hii ni maamuzi ya lazima, la manjatun, hakuna kuokoka kwamba utasema nao viumbe hawa upange urafiki, iwe pana mazungumzo baina yako na wewe kwa usalama kabisa, na baadhi ya wakati wapenye penye wende mpaka jikoni kule wakuletee biriani, kwa sababu tena umechoshwa na zakumi, umechoshwa na maji ya moto, umechoshwa na usaha wanaonyang'anyana watu motoni. Usidhani kwamba itakuwa kuna favor yote ya malaika hivi penye penye ndio kachukua biriani kule au pilau au juice au soda kidogo. Hakuna jambo hilo. La ya'suna Allah ma amarahum, sifa yao nyingine viumbe hawa ni kwamba hawamuasi Mwenyezi Mungu jambo ambalo amewaamrisha, wayafaluna ma yumarun, na wanafanya tu kile ambacho wao wanaamrishwa. Hii ndiyo kazi itakayokuwa huko, na hizi ndio sifa za viumbe hao watakofanyika huko. Kwa hivyo la manjatun,
hakuna kuokoka lahum kwa watu wa motoni, minhu kutokana na adhabu hiyo, wala mahrubun wala hakuna kupenya akakimbia mtu. Anatangaza Mwenyezi Mungu waziwazi katika sura Ar-Rahman, ya ma'ashara al-jinni wal-ins, enyi makundi ya wapinzani wawili wakubwa na Mwenyezi Mungu, yani majini na binadamu, in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi, ikiwa nyinyi mnao uwezo wa kupenya katika nyanja za mbingu na ardhi, labda mtoke kwenye mamlaka ambayo mimi sinazo nguvu zangu huko. Kama huko uwezekano kama huo, fanfudhu, kimbieni sikupateni. La tanfudhuna, hamtaweza kupenya illa bisultan, labda muwe na kitu cha kun fayakun, nguvu za kiungu. Labda na nyinyi tuwe tunalingana kwenye power, unaiambia mbingu ya Mwenyezi Mungu ondoka ili uende katika mamlaka yako wewe nyingine. Labda uwe na power kama hiyo, na power hiyo ni kitu ambacho mustahili, hakuna mwenye nayo. Kwa hivyo fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, ni ipi basi katika neema za Mola wenu enyi wawili majini na binadamu nyinyi mwekadhibisha? In istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna, hamwezi kabisa kupenya mkakimbia illa bisultan. Almulku yawma idhin lillahi, ufalme siku hiyo ni Mwenyezi Mungu peke yake. Wala mahrubun, na hakuna makimbilio popote pale. Katika kubainisha haya Mwenyezi Mungu akasema, fakala wama hum anha bighaibin, na wala hawatakuwa wao anha, kutokana na jahannamu hiyo, bighaibina, kwamba wanaweza wakapotea, wanaweza wakaponyoka, wanaweza wakatoka katika jahannamu hiyo wakenda pala pengine ambapo Mwenyezi Mungu hawapati. Wama hum anha bighaibin, hawatakuwa ni wenye kujificha, hawatakuwa wenye kupotea, hawatakuwa wenye kutoka humo. Yuriduna an yakhruju minan nari, watajaribu kufanya kila mbinu ya kutoka motoni, lakini wama hum bikharijina minha, hawatakuwa wenye kutoka humo. Wala hum adhabun muqim, na watakuwa na adhabu yenye kudumu milele. Itawajia tamaa tu kwamba labda tukikanyaga pale, tukipanda pale, tukifanya hivi, tubebane, njoo juu ya mgongo na mwingine na mwingine. Itawajia tamaa kwamba labda tutafika pahala hivi. Defi yake Jahannam Mtume alitaja kwa kukisia kila binadamu tu. Siku alipokuwa amekaa na maswahaba, mara ghafla ukatokea mshindo pale Madina, mkubwa mno mshindo. Ardhi ikawa imetikisika mpaka msikitini mle, kila mmoja roho juu juu. Mtume baada ya kutulia ardhi ile akawaambia, mnajua ni kitu gani tumekisikia nyinyi? Maswahaba akajibu, Allahu wa rasuluhu a'lam, labda Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio sisi tujue. Akawaambia, basi hili ni jabali kubwa mno, limetupwa na malaika katika kina kirefu cha shimo la Jahannam kwa muda wa miaka 70. Ndio linakwenda mfululizo, jabali la uzito linakwenda chini kwa miaka 70. Ndio kwanza limefika leo kwenye kari yake Jahannam chini kabisa. Huo mshimo unasikia ndio kwanza limedunda sasa, jiwe hilo, jabali hilo kubwa sana katika shimo la Jahannam chini kabisa, kwa muda wa miaka 70 linakwenda jiwe kwa spidi kubwa. Sio jiwe au kijiwe hivi, ni dude jabali, mlima umetoswa humo. Kwa hivyo ma hum anha bighaibin, ay innahum la yaghibuna anil jahim, hakika wao hawatapotea wakasahaulika. Ikawa kuna pahala fulani wakenda, Jahannam haiwapati kabisa joto lake, walipumzika pahala hivi, labda haonekani mpaka labda apite huyo mlinzi hapo tena wachukue mfanya nini hapa, ingeni kule. Hakuna kitu kama hicho, hakutokuwa na uchochoro kujificha. Wala yanfakuna an adhabiha, na wala hawatopambanuka kutokana na adhabu yake hata nukta moja, bali kullama khabat zidnahum sa'ira, kila ukifanya kufifia kidogo ule nguvu yake, wapaji wake, sisi tunazidi kuongezea nguvu yake zaidi. Kullama khabat zidnahum sa'ira, bal hum mulazimuna laha, bali wao watakuwa ni wenye kulazimika na adhabu hiyo. Thumma ada, kisha Mwenyezi Mungu tena mara ya mwisho akarejea ila tafkhimi dhalika al-yawm, katika kuiwekea uzito siku hii, watu wasidharau, waijaze kwenye nyoyo zao, iwe kila wakati mtu anaikumbuka siku hii popote atakapokuwa, hata kama yuko kwenye ibada inshallah. Ndiyo Hatim alipoulizwa, unakuwaje mwenzetu katika ibada ya sala, alisema, mimi ninaposimama kwenye swala kwa hakika huwa ninajiona nimesimama mbele yangu yuko Mola wangu ambaye ninamuona. Ninafanya hivyo kwenye moyo wangu, simweki Mwenyezi Mungu mbali. Mbele kuna Allah na nyuma yake kuna malakul maut anakuja, pengine sala hii siimalize kanichukua. Upande wa kuliani kwangu mimi ninaweka ya kwamba kuna pepo, na kuliani kwangu ninaweka kuna moto.
na katikati ya miguu yangu nimekanyaga sirati, ndio ninapita pale, aidha nivuke au niangamie. Hivi ndivyo ninavyoswali, na nikimaliza sala yangu huwa sina hakika kama imekubaliwa au imetupiliwa mbali. Kila nikiswali najiona kwamba sikusali kitu, namaliza juhudi yote halafu najiona kwamba sikusali kitu, sina hakika sala yangu imekubaliwa haijakubaliwa. Basi katika kuweka ukubwa Mwenyezi Mungu adhabu hiyo ili watu waujaze katika nyoyo zao, hata anapokuwa kwenye ibada iwe mtu anajifikiria kwamba sasa hivi au khalafu aya za Qur'an anazosoma zinampitikia uzito wa adhabu hiyo, akiwa nje anakwenda aikumbuke adhabu hii wakati wote anapambana nayo, au katika salama yake ni kwamba ajiepushe kwa kufanya mema au ajiepushe na maovu. Akiwa katika kazi zake, biashara zake, anaikumbuka adhabu hii. Mwenyezi Mungu ndio maana akaiwekea uzito wake maalum. Thumma aada ila tafkhimi dhalika al-yawm, kisha Mwenyezi Mungu akarejea katika kuweka uzito wa siku hii, wa tahwili amrihi, na kufanya kishindo kikubwa na kitisho cha jambo lake. Fakala, Mwenyezi Mungu akasema, wama adraka. Suala hili kwa hakika ni kuweka tafkhim, ukubwa wa jambo, si suala ambalo unatakiwa kujibu wewe Muhammad au mtu mwingine yote. Na nini kimekujulisha? Ma yaumuddin, ni kitu gani siku ya malipo? Nini kimekujulisha? Hutakiwi kujibu chochote. Hapo unapewa indhari, akili yako sasa sikiliza kwa makini kabisa, hichi kitu au siku hii iko namna gani. Mwenyezi Mungu mara nyingi kwenye Qur'an anatumia simboli hii, wama adraka ma adraka, ili nini? Basi upate kuweka uzito wa jambo lenyewe. Wama adraka ma lailatul qadri, kitu gani kimekujulisha wewe ni kitu gani usiku wenye cheo? Hapo unazinduliwa, usifanye maskara na 10 la mwisho la Ramadhani. Wacha kulala, amka wewe na watu wako wote na nyumba, wahimize kufanya ibada, kwani mtu ukimfikia usiku huo huwa amefanya ibada ya miaka 80 na miezi zaidi, na pengine kwenye umri wake atafika miaka 80 yeye, na pengine kila Ramadhani anakuta usiku huo katika hiyo miaka aliyopewa 30 40 50 hiyo, basi kila mwaka akaikuta usiku huo tokea kupata fahamu yake, tokea alipokuwa bale. Ni utajiri gani atakayokuwa nao mtu kipinde kiutumia usiku huo? Na wale ambao hawana kutegea Ramadhani nzima wanakuwa na qiyamul layl, basi bila shaka usiku huo umeingia, na haukai pahala pamoja usiku huo, bali unaranda kwenye 10 la mwisho. Kuna baadhi ya mwaka unakuja katika usiku wa 21, kuna baadhi ya mwaka unakuja katika usiku wa 23, kuna baadhi ya mwaka unakuja katika usiku wa 25, 27, 29. Hivi ndivyo inavyoranda, haikai pahala pamoja tu, ili mja awe kazi yake ni kuhangaika tu, anautafuta tu. Na kama atakuwa kila siku yeye kwenye qiyamul layl hakosi, basi bila shaka usiku utakuta. La kama atumia ujanja kwa kuwa kaambiwa ni usiku wa kuamkia 27, kwa hivyo siku zote zile za karata na bao tu, siku ile unategea tena anajihangaisha kwa nini ni usiku wa Qadr. Hapana, hapa Mwenyezi Mungu ametumia suala la kufanya tawbih, uzito na ukubwa wa siku ile. Wama adraka ma lailatul qadri, basi kama una habari nitakwambia lailatul qadri khayrun min alf shahr. Isitoshe, tanazzalu almalaikatu ila akhir alaya. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoleta maneno kama kwenye Qur'ani kukuzindua wewe. Na hapa katika adhabu na siku ya kiyama anakuja na maneno yale, wama adraka ma yaumuddin, na nini kimekujulisha wewe siku gani, siku ya malipo hii? Inna amraka ayuha al-insanu, hakika jambo lako wewe mwanadamu, la ajibun, nastajabisha sana, ni mtu wa maajabu sana binadamu wewe. Fa anta lahin, wewe ni mwenye kudharau kila kitu. An hadha al-yawmi khususan, unashangaza ulipoidharau siku hii, ukuitia bado kwenye moyo, bado unafanya mchezo na kuona kwamba time haijafika bado, hata kuanza kusali bado hajafika bado, hata time ya kuacha maovu bado hujakuwa nayo. Unakuwa na tamaa sana, unaidharau siku hii. Ghairu mubalin bihi, si mwenye kuitia kwenye akili ukaijali siku hii. Wa qad kunta khaliqan an tata'arrafa haqiqata halihi, na kwa hakika wewe ulikuwa khaliqan, ni kiumbe ambaye umeumbwa, an tata'arrafa haqiqata halihi, wewe ndio mwanzo kuliko viumbe vyote kujua hakika hii ya hali. Kumshinda mnyama, kumshinda nani, wewe ulielekea kwa ile Mwenyezi Mungu alivyokufanya, ulielekea ni mwanzo kabisa kutambua hakika ya siku hii, lakini kwa bahati hukuijali. Litaakhudha li nafsika alkhaytata, ili upate kuchukua kwa ajili nafsi yako chombo maalum cha kuweza kujivusha kwenye siku hiyo. Watadabbaru amraka, na uzingatie jambo lako. Wala tarkan ila afwi rabbika, na wala usitegemee kabisa ukaegemea kwenye nguzo ya msamaha wa Mola wako, kwamba rabbun ghafurun rabbun rahimun rabbun hii. Kwa hakika umejidanganya sana ulipojiwekea kwamba tasamehewa, na usidekee kabisa karamihi
na ule ukarimu wake Mola wako, wasafhihi, na kule kupuuza kwake Mola wako, namna anavyodharau baadhi ya madhambi hapa duniani, akaacha tu mja wake asimtoe roho kwenye madhambi, akamwacha kidogo, labda tatubia. Fa innaka la tadri ma qaddara laka, hakika wewe hukijui kitu gani kilichokadiriwa kwa ajili yako, kimeshapangwa, kimeandaliwa tayari. Ungekuwa unajua basi ungetaadab. Ndio swala hili wa ma adraka. Na hebu mwanadamu wewe kitu gani hasa kimekujulisha ma yaumuddini? Mbona umedharau sana? Kuna habari na siku hii. Thumma zadahu tawkidan wa ta'dhiman, kisha Mwenyezi Mungu siku hiyo akaizidishia kishindo chake, nguvu yake na ukubwa wake. Fakala, akasema tena zaidi, kama labda binadamu bado hajashtuka. Thumma ma adraka, kisha nakwambia tena kwa mara ya pili, bado tumelala wewe. Kitu gani hasa kimekujulisha ma yaumuddin, hata ukatambua hii siku ya malipo ni siku gani? Ai thumma ajibun minka, kisha ni jambo la kustaajabisha kwa wewe mwanadamu vile vile. Anta tahawana binabai hadha al-yawmi, unadharau kabisa habari inayozungumzwa kwenye Qur'ani ya siku hii. Kaannaka qad adrakta kanhihi, kama kwamba wewe ushajua hali yake itakavyokuwa, kwa hivyo nimedharau mambo yote kwa namna kama hiyo. Basi na tufanye tunayoyafanya, kumbe kitu chote kikubwa na kadha 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 kadha, basi hamna kitu. Kaannaka, imekuwa kupuuza kwako mwanadamu, kama kwamba wewe adrakta kanhihi, umeshatambua kuwa kwake siku hiyo ni mambo 1 2 3 4 na yote unayaweza kuchukua. Waarafta, na inaonesha kwamba tabia zako zilivyo, kama kwamba ushatambua wewe wajha al-khalasi, njia ya kuokoka, mimma yalqaka, kutokana na yote ambayo yatakutana na wewe, fihi, ndani ya siku hiyo, min al-ahwali, katika vishindo na vitisho na adhabu. Kama kwamba ushatambua namna ya kuokoka, nitafanya hivi hivi hivi, basi imekushana. Kama kwamba ushajua namna gani Mwenyezi Mungu anamshinda, ndio maana ukajiachilia, ndio maana ukajielekeza, ndio maana hujali hata ibada unayoifanya kwamba hii ndio au ni ya kuokota tu. Hata unapohimizwa kwamba wacha jambo ambalo halitokani na mtume, bado umo katika dharau kubwa, na siku ya kiyama mwenye dharau. Wama adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yani ni ajabu kabisa mwanadamu namna ulivyopuuza siku hii. Kisha kitu gani kimekujulisha lakini hata ukadharau kama hivyo? Mbona umedharau mno? Lakini walau araftahu, na laiti kama ungeitambua siku hiyo, haka maarifatihi, haki ya kuitambua kwake siku hiyo, kama unavyotambua mambo yako muhimu na ukayaogopa hapa duniani. Kuna vishindo na vitisho unavitambua hapa duniani, unaogopa na unajua kwamba sasa mambo laiti ungeitambua siku hii haki ya kutambulikana kwake na kunyesha na mimweso na magurumo, basi kwa hakika unamkataza mpaka mwanao kwamba asitoke, na ushaambiwa kesha kwa mtu na radi hapo mivinjeni. Kwa hakika inakujia hofu moja kwa moja kwamba la, hii leo sisi kwa kutoka leo, wacha kwanza, hali ya hewa mbaya kabisa. Hivi ndivyo mwanadamu mambo yake hakika ya kumtisha, ndivyo anavyoyaogopa. Basi anasema walau araftahu haqqa ma'rifatihi, laiti ungeitambua siku hii haki ya kutambulikana kwake, la lanat qanatuka, kwa hakika zingelainika fikra zako, zingelainika nyendo zako, zingelainika nyoyo zenu, na kwa hakika ucha Mungu wenu ndio ungekuwa karibu zaidi. Waraja'ata ila rabbika, bila shaka hii siku ya malipo hiyo ungeitambua vile ilivyo hasa, lazima ungerejea kwa Mola wako taiban, hali ya kuwa ni mwenye kutubia. Usingeendelea tena na ulionayo, usingethubutu hata kumkera mkeo ndani ya nyumba, kwa kuwa unaogopa kwamba huyu nimemchukua kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu kukaa naye kwa wema na hivi na hivi, umekubali, umeitikia. Na yule mwanamke naye vile vile asingethubutu hata kutoka bila ruhusa ya mumewe nje, angekuwa naijua tu siku hii vile namna inavyostahili kujulikana, wachilia mbali na mengine vile vile. Na mwenye biashara yake na vile vile asingethubutu kula kiapo, wallahi nakuuzia kwa hasara mimi, watu wote nimewaambia hivi, wewe nakupa kwa hasara mimi. Na mayamini na kuweka kitu kizuri juu na kibaya chini, hii yote ni ishara ya kwamba mtu hajatambua bado siku hii uzito wake ukoje. Mwenyezi Mungu amekuja kuizungumza siku hii kwa vishindo namna kwa namna. Wakati mwingine anasema alhaakumut takathuru, hivyo nyinyi mmekushughulisheni bado wingi tu wa kutafuta mali na watoto na vyeo, hata zurtumul makabira, mpaka mmefika kuyatembelea makaburi.
mshazikwa, hamna mlichokifanya. Kalla, basi msifanye hivyo. Saufa ta'lamuna, mtakuja jua hali ilivyo. Sasa hivi hamjui. Thumma kalla, kisha sivyo hivyo mnavyofanya. Saufa ta'lamuna, mtakuja jua hakika ya mambo ilivyo. Kalla, hapana, rudini nyuma kwanza kidogo. Lau ta'lamuna ilma al-yaqin, yalaiti mngejua nyinyi elimu ya yaqini ya siku ya malipo ilivyo. Nakwambieni kwamba la tarawunna al-jahima, wallahi naapa kuwa mtaona jahannam. Thumma la tarawunnaha aina al-yaqini, kisha mtauona moto huo kwa jicho la yaqini, ili ambalo leo linaona miti, majumba, wanyama, ardhi, nyota. Jicho hili utaona kitu hakika kile kilivyo. Thumma la tusalunna, kisha naapa kwamba nyinyi mtaulizwa yauma idhin, siku hiyo, ani naim, kutokana na neema zote, vipi mlivyoziendesha, vipi mlivyozitumia. Neema ya macho, neema ya masikio, neema ya mdomo, neema ya ulimi, neema ya kiungo chako hicho ulichopewa sababu ya kupatia riziki ya watoto duniani, nacho vile vile kitaulizwa vipi kimetumika. Walau araftahu haqqa ma'rifatihi, la itungaitambua siku hii haki ya kutambulikana kwake, la lanat qanatuka wa raja'ta ila rabbika, na ungerejea tu kwa Mola wako taiban, hali ya kuwa mwenye kutubia, wa udta ilayhi, na ungerejea kwake mustaghfiran, ni mwenye kutaka msamaha, waliban as-safha, huku ukiwa unataraji kwa Mwenyezi Mungu upate safha, yani akupuuzie madhambi yako, asiyatie na maanani, apuuze, ayawache, yani asamehe. Amma qaddamat yadaka, kutokana na yale ambayo mikono yako imetanguliza kuyatenda. Thumma, kisha baada ya hapo, bayana haqiqata amrihi, akazidi Mwenyezi Mungu kubainisha na kuweka wazi hakika ya jambo lake siku hiyo, baada ya kuzisitua nyoyo na akili. Wama adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Kila Mwenyezi Mungu anapouliza swala kama hili kwenye Qur'ani, huwa anajibu mwenyewe hakika yake. Al-qari'a, mal-qari'a, anaanza kwa maneno kama hayo. Jamani, kuna tukio lenye kutisha, kuna kishindo kikubwa cha kutoa nyoyo zikatoka nje. Mal-qari'a, ni jambo gani hilo lenye kudundisha nyoyo? Wama adraka mal-qari'a, na nini kimekujulisha wewe hata ukatambua jambo gani la kudundisha nyoyo? Lakini mbele yake Mwenyezi Mungu akishakukuvuta akili yako, anakwambia hakika ya mambo ilivyo ni kwamba yauma yakunu an-nasu kalfarashi al-mabthuth. Hiyo ni siku ambayo watakuwa watu kalfarashi, kama vipepeo, al-mabthuth, waliochawanywa kama nzige binadamu. Watakunu al-jibalu, na itakuwa milima hivi unavyoiona, kal'ihni al-manfush, kama sufi au pamba iliyotolewa kokwa, imekuwa weightless, nyepesi. Watara aljibala tahsabuha jamidatan, utayaona majabali kwa macho utadhani kitu kikubwa kigumu, kumbe wahiya tamurru marra sahabi, yanakwenda mwendo wa mawingu ya mvua, hayana uzito. Sunna Allahi, haya ni mafanyo yake Mwenyezi Mungu, alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye atkana kulla shay'in, anakitiisha chochote kile na kikatii amri yake. Basi kila Mwenyezi Mungu akitia swala kama hili, basi huwa anaweka hakika yake. Na hapa vile vile, thumma bayyana haqiqata amri, kisha Mwenyezi Mungu akabainisha hakika ya jambo lake. Fakala, akasema, yauma, siku hiyo ambapo nimekuuliza wama adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma, siku hiyo, la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Hapa ndo pahala pa ugumu wenyewe. Angalia vizuri, haitomiliki nafsun, hakadha binakira kwa tanwini, haitomiliki nafsi yoyote, mchaguo yoyote unamuona kwamba isipokuwa fulani bwana wewe, nafsi yoyote haitoweza kumiliki linafsin, kwa kuipatia manufaa nafsi nyingine, tena shay'an, kwa jambo lolote. Sikupeleka sahani ya biriani wala maji ya juisi wala chochote, hawezi kusaidia nafsi ya yoyote, wala hata nafsu Rasulillah, mpaka Mwenyezi Mungu atake kwa huyo mtu ambaye Mtume Muhammad atamuombea. Sio kama atajiombea, ataomba mwenyewe tu, abadan.
nafsi yoyote. Kumbe Mwenyezi Mungu atakotuambia hivi. Ni ajabu wewe mwanadamu unashtuka nayo siku hii bado. Kwani kitu gani kimekujulisha mpaka kwa hujali? Kuna habari, umedharau kila kitu. Thumma ma adiraka, kisha unastajabisha mno kiumbe wewe uliokuwa dhaifu kuliko viumbe vingi. Nini hasa kimekujulisha wewe ma yaumuddin? Ni siku gani ya malipo hii? Basi hakika yake iko hivi. Yauma, siku yenyewe, la tamliku nafsun, haitaweza kumiliki. Tamliku, kumiliki nafsi hiyo kama ina amri, ina uwezo. Hakuna mwenye kipaji chochote kile ikutoshe kurejeshwa hapa duniani annabii min ulil azmi min ar-rusuli. Maombi yake hapana hapa duniani kabla siku hiyo. Nani huyo? Nuh alayhi salam. Ni maneno gani kwake yametupiliwa mbali, yamerejeshwa, haikukubaliwa? Pale alipomwambia Mola wake, Rabbi inna ibni min ahli, Mola wangu hakika mwanangu ni katika watu wangu. Hapa kaangamia, nimemkosa, lakini nimpate kiyama kesho niwe naye peponi. Damu nzito kuliko maji, nitaona uchungu kumwona mwanangu anaruka akikaa katika jahannam, nami nimepumzika katika raha zangu. Inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Na wewe ahadi yako ni ya kweli, nawe ni katika mbora kuhukumu. Na kuomba mwanangu. Kala Mwenyezi Mungu anarejesha maneno ya mtume wake hapa sasa. Kwa hilo liliomba silo kabisa, alikubaliwi. Manake mwanawe si mtendaji wa amali njema. Ya Nuhu innahu laysa min ahlika. Pana kumwombea mtu kama huyo. Najua ni mwanao, damu yako kweli. Huyu si katika watu wako. Innahu amalun, yeye ni kitendo. Wa fi qira'atin ukhra innahu amila, hakika yeye inasoma vile vile ametenda, au ameita binafsi yake yeye mwenyewe amalun, ni kitendo ghairu salih, si chema. Kwa hali kama hiyo nabii wangu wewe, fala tasalni, usiniombe mambo mimi, ma laysa laka bihi ilmu, ambayo wewe una elimu nayo. Isitoshe, inni a'idhuka, mimi nakuonya Nuhu, wacha tabia kama hiyo, antakuna min aljahilin, kuwa ni katika kaumu ya watu wajinga. Ujinga ni kumuombea mtu ambaye ushaona duniani kafa kafir, halafu unasimama unamwombea bado zaidi, unasifu zaidi, unatoa risala zaidi kwenye kaburi lake, bado alikuwa hivi na kuweka kwamba huyu uko wake kwa mtume unaungana wazee wake masharifu na hivyo, unajua kamkataa Mungu duniani. Inni a'idhuka, mimi nakuonya wewe Nuh, antakuna min aljahilin, usio ni miongoni mwa watu wajinga. Si hayo tu, katika jambo la kumiliki siku hiyo, Nabii Muhammad naye vile vile kawaita makureishi jamaa zake. Faama wa khassa, alipowaita alifanya amri ya maelezo ya umumian kwa pamoja kijumla, na kuna pahala mwingine akafanya khususian kwa watu special. Alipofanya kwa jumla jamala, ya bani fulani ittaqullaha anqidhu anfusakum minan nar, enyi uko wa fulani mcheni Mwenyezi Mungu, ziokoeni nafsi zenu na moto. Ya bani fulani kaambia maneno hayo, ya bani fulani kaambia hayo. Halafu mwisho akaja katika jamaa zake sasa special, akaingia ya bani Hashim, watu wake sasa. Halafu ndani ya bani Hashim anasema na mwanawe zaidi, ya Fatima, Fatima wewe ni binti yangu, qita'atu minni, ni kipande katika maungo yangu, umetoka kwenye damu yangu. Anqidhi nafsaki minan nari, nakwambia Fatima mwanangu, jiokoe mwenyewe nafsi yako na moto. Fa innani la amliku laki min Allahi shay'an, nakwambia kabisa mimi sitomiliki jambo lolote kwa Mwenyezi Mungu kusaidia wewe huko tukifika. Nitakuona hivi unaangamia, hali ya kwa mwanangu, damu yangu, siwezi kukusaidia. Haya, ukimwacha Nabii Nuh na Nabii Muhammad, tena utampata nani mwingine mwenye kuwapita hawa? Ikawa huna wasiwasi, ukasema Abdul Qadir Jailani yupo muridi wake, wewe atakutoa tu, nikutia mkono kwenye moto wa jahannam kule, akishakavusha tu anatia huku maskhara, mambo mengine anatia, na ataganda muridi kama manyoya mkononi hivi, anatia mkono akichopya, kila muridi anang'ang'ania pale, anatia huku. Mambo mengine ni utani mkubwa.
Na kufika mtu mwingine akawaidhiwa na akasema kwamba mimi vitendo vyangu siwezi kuviacha bwana, lakini nyie mbona mmeshikilia wewe Mwenyezi Mungu kaumu itakayokuwa siku hiyo? Zamani kipumbavu haya. Anajibu Muislamu baada ya kuwaidhiwa na wenziwe, haifai mtu mzima paulipo tena, rudi nyuma, anza kusali, wacha balaa hilo na hivi na hivi. Anasema kaumu itakayokuwa siku hiyo Mwenyezi Mungu atanishughulikia mimi. Sisi ni watu tujulikane sisi bwana. Mwenyezi Mungu akaache makaumu huko kina Nabii Nuhu, Nabii Musa, makufari wakubwa na hivi na hivi. Sisi huko tunajulikana sisi. Sisi ni watu ambao yeye Mwenyezi Mungu atahabata sisi hana. Atahukumu mpaka mwisho na basi tena imekwisha. Atahajui mimi. Huu ndo upumbavu na ujinga na kibri cha mwisho tena binadamu anacho. Ana habari Mwenyezi Mungu anasema wama tasqutu min waraqatin, asijulikane ya binadamu jani kwenye mjiti halianguki illa ya'lamuha, ila Mwenyezi Mungu anajua. Jani katika Jozani Forest hivi sasa usiku huu kiza kuna majani yanaanguka, Mwenyezi Mungu anayajua na malaika wanarekodi. Sikwambii tena binadamu aumbwe hivyo alivyoumbwa, apewe akili, apelekewe mitume, apelekewe vitabu, anasemeshwa halafu mambo yake hajulikani, na siku ya siku hiyo iwe mtu ambaye kadharaulika, kasahaulika, hata hajulikani. Jani linajulikana. Wala habatin fi dhulumatil ardi, wala haipatikani chembe ya nafaka kama mtama vile mchanga nini, wala ratbin wala yabisin, wala kibichi wala kikavu, illa fi kitabin mubin, isipokuwa kimekuwa recorded ndani ya hilo ledger of folio, buku kubwa lenye kuhifadhi kila kitu limo ndani yake, limetajwa. Seuze binadamu bwana. Qad alimna ma tankusu al-ardu minhum, sisi tunajua ardhi imekula nini katika mili yao tokea wamezikwa wa binadamu, tunajua. Wa indana kitabun hafidh, na kwetu sisi kuna kitabu cha kuhifadhi kila kitu chao. Hakuna atakayetuponyoka tukamsahau, kila mmoja tumuita kwenye mahakama, tumuhesabu, tumlipe. Acha kabisa mtu kana zake pumbavu na puuzi, yuko mbali mtu anaona yeye hata Mwenyezi Mungu hana habari naye. Tayeb, huko ndo kumiliki ndiko kunakokataliwa. Kumiliki kunakataliwa siku hiyo, na kumiliki ukikataliwa kwa hakika ni kitisho kikubwa. Kuambiwa baba yako hata akiwa mtume hana mamlaka ni hatari kubwa. Ai yauma la tastati'u daf'an anha, siku hiyo nafsi haitoweza kujitetea yenyewe, wala naf'an laha, wala kujipatia manufaa nafsi yake au kumsaidia mwingine, biwajhin wala amrun illa lillahi wahdahu, kwa sura yoyote ya utetezi wala kuwa na amri yoyote kwamba huyu unataka asamehewe sasa hivi. Hakuna mwenye mamlaka hayo. Au huyu namlilia hali hivi, hakuna mwenye mamlaka hayo. La yatakallamuna, hawatosema lolote viumbe, illa man adhina lahu rahmanu, isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemruhusu, mwenye rehema nyingi. Tena atapewa idhini, waqala sawaba, hasemi maneno ovyo kwa fulani namtaka fulani, hapana, atasema yale yaliyokuwa ndio tu anastahili. Kama ataombea mtume, basi ataombea wale wanaostahili kuombewa. Kwani akijaribu tu kama hawajui, kwa mfano anasema ummati au umati wangu hao, ataambiwa pale innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wewe Muhammad nyamaza kimya kwa watu hawa, wewe hujui nini wamezusha hawa walipoondoka wewe. Hawa na majambo makubwa hawa, ibada yote uliyopeleka wewe wameiacha wao wenyewe. Nabii Muhammad ashaambiwa hivyo, basi anasema naye vile suhtan, hao si wataki vile si wataki. Ala, kumbe wamezusha wenyewe, basi sikujua mimi. Akijaribu tu kusema kwamba hao ni umati wangu ya Allah, basi innaka la tadri, wewe hujui ma ahdathu ba'daka, nini wamezusha watu hawa baada ya kuondoka duniani. Fa kullu mri'in, basi kila mtu mashghulun, atakuwa ni mwenye kushughulishwa, bima huwa fihi, kwa lile ambalo yeye ndiyo yumo ndani ya jambo hilo, amehusika yeye zaidi. Hakuna kabisa kushughulika nafsi kwa mtu mwingine abadan, atashughulika na ile ambayo lake limemhusu. Kama Mwenyezi Mungu alivyosema, wattaqu yawman, na iogopeni siku. Imekuja tena kwenye Qur'ani, la tajzi nafsun
an nafsin shay'a, haitaweza kusaidia nafsi yoyote, kumsaidia nafsi yoyote shay'an, kwa jambo lolote vile vile. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'an, yote mambo matatu haya yana tanwin, yani nafsi yoyote haitaweza kuisaidia nafsi yoyote tena kwa jambo lolote. Sio kama kuna baadhi ya mambo atapewa, hapana, kwa jambo lolote. Wataku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an. Waqala, na pia Mwenyezi Mungu akasema tena vile vile pala pengine, yauma yafirru almar'u min akhihi, siku hiyo mtu atamkimbia ndugu yake, baba mmoja mama mmoja, wa ummihi, na mama yake aliyemzaa atamtoroka, hana haja naye, wa abihi, na baba yake atamwona hivi hivi anahangaika, tena anamkimbia, hana haja naye, wa sahibati, na yule partner, rafiki wa ndani wa bavuni, sahibu bil jambi, mkewe au mwingine mumewe atamkimbia, wa banihi, na wanawe vile vile, hana haja nao. Likulli mri'in, kwa kila mtu, minhum, katika hao binadamu, yaumaidhin, siku hiyo, sha'nun yughnihi, ana jambo la kumtosha yeye peke yake. Mama mtu aseme naye mwanawe, mwanangu unanikimbia hii mara ngapi na kuona kila nikikufuatia unipiga chenga, basi sina jambo kubwa sana nitakalo kwangu mimi. Wewe mimi si mama yako, mimi wewe ndiyo mama yangu wewe. Basi kama mimi mama yako, nakwambia laqad kana thabi lakasiqa, chuchu yangu, maziwa haya yalikuwa ndiyo kinywaji chako wewe, wakati huwezi kutafuna kitu chochote. Umekuja duniani, kitu chako cha mwanzo kifua changu ndio kishiba. Isitoshe, wahijri laka wiqa'an, na paja langu ndiyo tandiko lako, unakaa hapo na ukifanya kila kitu hapo hapo, unakunya hapo hapo, unakojoa hapo hapo, mimi nahangaika na wewe. Nikitakacho kwako mwanangu, fahal laka min hasanatin ta'udu ilayya khairuha al-yawma, nataka jema moja tu, hasanat moja tu, nisaidie thawabu moja tu mwanangu, jema hilo lirejee kwangu mimi wema wake leo. Madha yujibu, atajibu nini yule mtoto? Ya umma, ewe mama we, samahani, innani ashku mimma minhu tashkina, na mimi nashitakia hilo unalo lishtakia wewe. Kama unayo thawabu mama, nipe mimi ukaungue mimi nitoke. Wewe mama mtu mzima hivi na hivi na hivi unaweza kustahamili, lakini mimi niokoke mwanao. Hakadha, hii ndio ma adraka ma yaumuddini thumma ma adraka ma yaumuddini, yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Thumma akada ma sabaqa biqawlihi, kisha Mwenyezi Mungu akatilia nguvu maneno yote yaliyotokana nyuma kwa tamko lake, wal amru, na amri yote na jambo lote, yauma idhin, siku hiyo, lillahi, limemilikiwa na Mwenyezi Mungu peke yake, hakuna mwingine tena, yeye wahdahu, hana mwenziwe, la sharika lahu. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli. Hiyo ndio sifa yake, iko peke yake, hana mshirika kwamba labda atapingwa uamuzi atakaotaja mwenzake, amwambia hapo umempindukia mpaka huyu, kwa hakika itabidi aokolewe. Lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun, wala hajatokezea hapo yoyote rafiki au mlinzi wa kumsaidia, min adh-dhulli, kwamba labda pako pahala alionekana na udhalilifu akapata msaada hivi, hata siku hiyo asaidiwe kupitia hukumu, abadan. Wakabbiru takbira, huyo wewe mtukuze kumtukuza kukubwa sana, kwani mambo yake makubwa mno. Wal amru yawmaidhin lillah wahdahu, peke yake, fala ahadun yuhmi ahadan, hakuna yoyote atakayemhami akamlinda yoyote, wala yughni ahadun an ahadin shay'a, wala hatusaidia yoyote kumsaidia yoyote kwa lolote lile. Waqad ista'thara Allahu bil amri kullihi, kwa hakika Mwenyezi Mungu amejichagulia mwenyewe kumiliki jambo lote la kiyama nalo mwenyewe. Biyadihi, kwenye mkono wake, tasrifuhu, ndiko kwenye matumizi yenyewe, ndio kwenye matumizi yenyewe na uenezaji na mkono wake tu basi. Wa ilaihi almarji'u wal ma'abu, na kwake ndio marejeo na kwake ndio makimbilio.
rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Mwisho wa sura ni kuomba tu kwa Mwenyezi Mungu, tupe sisi yale ambayo umetuahidi kutupa juu ya ulimi wa mitume yako, wala tukhzina yawm alqiyama, na wala usitudhalilishe ukatufedhehesha siku ya kiyama, innaka la tukhlifu almi'adi, hakika wewe Mwenyezi Mungu si mwenye kwenda kinyume na miadi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.